Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa wasaa huu na muda huu ambayo tumekutana siku ya leo. Tumeshazoea kwamba huwa tunafanya hizi clip kwa njia ya video, lakini nimepata changamoto nikashindwa kuingia kwenye video. Kwa hiyo kumetokea hapo vita na changamoto mbalimbali, nimeshindwa kuweka hii ili somo kwa njia ya video. Kwa hiyo nikaona niweke kwa njia ya audio. Ndani mwangu nilisikia kwamba niende kwa njia ya audio. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana hata kwa fursa hii, hata kwa wakati huu, kwa hatua hii, kwa upenyu huu ambao tumekutana tena kwa ajili ya kulisikia neno la Mungu. Hakuna kilichobadilika na najua Mungu anaenda kukutana na haja ya moyo wako. Mungu anaenda kukutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ningependa kukushirikisha uhitaji kwa sadaka yako ya upendo. Kunahitajika, unajua kwenye haya masomo nimekuwa nikirekodi kwa njia ya simu. Kwa hiyo hata video quality inakuwa ndogo. Quality ya video inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo unachokipata kinakuwa kizuri, lakini ukiangalia video inakuwa iko katika low quality, kwa sababu videos zinakuwa recorded kwa njia ya simu. Lakini pia ukiwa kwa njia ya simu kuna changamoto nyingi. Unaweza ukakuta sasa unataka kuweka mwanga kwenye simu na simu nayo ina overheat. Kwa hiyo pia kuna changamoto nyingi. Changamoto nyingine unaweza ukakuta umeme ukawa umekatika, pia ukakosa mwanga. Wakati mwingine simu ikawa pia ina changamoto, hauna chaji. Kwa hiyo changamoto nyingi sana inapokuja kwenye matumizi ya simu. Kwa hiyo ninakukaribisha wewe ambaye una sadaka yako na unasema nataka kufanya kitu kwa ajili ya Mungu, kwa sababu hiki ninachokifanya ni utumishi wa Mungu na kinafika sehemu nyingi na watu wengi wanabarikiwa. Kwa hiyo ikiwa unapenda kutoa, tayari nina kamera inaitwa Canon Mark II CS ngapi Mark II, ambayo sasa hiyo kamera inahitaji lenzi. Kwa hiyo upande wa kamera nimekamilisha, ila inahitajika lenzi kwa ajili ya hiyo kamera. Na lenzi nimeambiwa ambayo iko used inaweza ikarange kuanzia 2.5 3 kwa ajili ya hiyo lenzi, lakini ni used. Lakini pia Mungu akikubariki unaweza ukaniletea mpya, ukanunua mpya, au ukanipa hela kwa ajili ya kwenda kununua mpya. Mungu kwa kadri vile ambavyo Roho wa Mungu atakushuhudia ndani mwako. Lakini pia ninahitaji light au mwanga, taa ya mwanga. Yani ukiwa na kamera unatakiwa kuwa na taa ya professional ambayo nayo inahitajika. Nayo nimeiangalia, gharama yake sio chini ya laki. Kama sijakosea, kama sio chini ya laki, 200,000, lakini sehemu ya ipo. Lakini kitu kingine ambacho kinahitajika ni stand ya hiyo kamera, na stand ya kamera nayo ina range maeneo hayo ya laki. Na pia kitu kingine ambacho kinahitajika, nimeshasema lenzi, nimeshasema stand ya kamera, nimeshasema light, yani taa kwa ajili ya mwanga wa kamera. Lakini pia kunahitajika device ya storage ya kuweka hizi zote hizi video, kwa sababu zinakuwa na GB kubwa, umeona. Kwa hiyo nayo storage nayo nafikiri sina uhakika sana, nafikiri inaweza ikafika kwenye laki, kitu kama hiko. Lakini kwenye hivi vitu, lakini pia kuna mic kwa sababu ninatumia mic ndogo, ambayo mic ndogo nayo ina changamoto. Kuna wakati inaweza tu ikaamua kuzima tu, au ikaamua tu kunyamaza kimya wakati unaendelea kurekodi, yenyewe hairekodi. Kwa hiyo ninahitaji mic nzuri ambayo nayo ina range maeneo hayo ya kuanzia 100,000
Lakini pia kama utaweza kuninunulia na kuniletea kuwasiliana na mimi ili nichukue ambayo ni mpya, napenda mpya, sitaki used. Basi utaniletea mic ambayo ninaweza kuiunganisha kwenye kamera. Kwa sababu kuna mic ambazo unaunganisha kwenye speaker. Sasa mimi nataka mic ambayo unaweza ukaunganisha katika kamera au katika simu, kwenye device hizo. Na Mungu akubariki sana utakaponyosha mkono wako kutoa. Kwa hiyo vitu vyote hivi nikivijumlisha najikuta nafika hadi kwenye 600,000, 700,000, 800,000 hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atakaposema na wewe, atakapozungumza na wewe, au wewe mwenyewe utakaposikia ndani mwako kwamba ninataka kupanda mbegu katika huduma hii, basi ninaomba uwasiliane na mimi. Namba zangu za simu nimeziweka hapo chini. Kuna namba ya Tigo ya 0715410722. Kuna namba ya Vodacom 0753410722, ambayo mara nyingi inakuwa hewani kwa njia ya WhatsApp ni Tigo ambayo ni 0715, ndio ambayo inakuwa hewani. Hata ukipiga unaweza ukaipata, au ukitumia WhatsApp pia utaipata. Mungu akubariki sana pale utakaponyosha mkono wako kutoa, kwa sababu nina uhitaji sana wa hivyo vitu sana sana sana, ili niweze kuifanya hii kazi na ili kazi iendelee. Kama wewe ambavyo unabarikiwa na masomo, kuna watu wengine zaidi wanataka kusikia. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunaenda kujifunza kuhusiana na upendo katika safari ya imani. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, ninakushukuru hata kwa wakati huu, ninakushukuru hata kwa saa hii. Nasema asante hata kwa ajili ya muda huu wa saa hii. Baba, ninalitukuza jina lako hata kwa muda huu ambapo ninaongea na mtu huyu. Mungu, ninasema asante. Roho Mtakatifu, ninaomba ukatufunulie kile ambacho unataka leo hii tukipate. Bwana, ninaomba ukaseme nasi. Mungu, ninaomba ukazungumze nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Fungua macho yetu ya rohoni tukapate kusikia, tukapate kuona. Fungua masikio yetu ya rohoni kapate kusikia. Ninaondoa kila mioyo ya jiwe, ninaweka mioyo ya nyama ambayo inapokea neno la Mungu na kulisikia. Ninambariki yule ambaye anaenda kutoa sadaka siku hii ya leo. Mungu, ninaomba ukapate kumbariki yule ambaye ana sehemu yake, ana fungu lake la 10 anataka kulitoa katika huduma hii. Mungu, ninaomba ukambariki yule ambaye ana matoleo mbalimbali na sadaka ya upendo, anasema Mungu, ninataka kupanda katika huduma hii. Mungu, ninaomba ukabariki, asipunguke, asipungukiwe, na lile ambalo analiamini Mungu ukapate kulitenda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yule ambaye anaamini Mungu kwa ajili ya uponyaji, Bwana ukamponye. Yule ambaye Mungu anakuamini kwa ajili ya cheo, Bwana ukampatie. Yule ambaye Mungu anakuamini kwa ajili ya deliverance, Baba ukampe ule ukombozi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akatoke kwa ushindi. Mungu mtakatifu, unayetaka kumzidisha katika habari ya uchumi wake, Mungu kutana na uchumi wake pale anapokutolea. Jehova, kutana na uchumi wake ukabadilishe hali ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Upendo katika safari ya imani. Unajua, kila mmoja wetu ambaye ameokoka yuko katika safari, na lengo la safari yetu hii tulionayo ni kufika mbinguni. Kwa hiyo hii ndio safari yetu, tunatembea ili tuweze kufika mbinguni. Siku moja tumuone Yesu, siku moja tuione mbingu, tuende tukaishi yale maisha ya milele. Kwa sababu tuko duniani, haya ni maisha ya muda mfupi, lakini yapo maisha mengine ambayo hayo ni maisha ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo ndo tunayoikimbilia, ile taji, tunaochuchumilia ile taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ikiwa hilo ni lengo letu, Bwana Yesu asifiwe, upendo huu, maana somo nimelita upendo katika safari ya imani. Upendo huu una sehemu gani sasa katika hii safari ambayo wote tuko katikati ya hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kabisa, upendo ni amri. Upendo ni amri. Taangalia huko mbele tu ni wapi panasema upendo ni amri. Upendo ni amri, na amri hii ni amri timilifu. Bwana Yesu asifiwe.
Amri hii ni amri timilifu. Kwa nini hii amri ni amri timilifu? Tunamwona Bwana Yesu anasema wakati wa mafundisho yake, anasema mimi nimekuja kuitimiza Torati na sijaja kuitangua Torati. Nimekuja kutimiza Torati pamoja na manabii, lakini sijaja kuitengua hiyo Torati. Kwa hiyo kuleta utimilivu wa Torati. Na upendo ilikuwa ni amri ya kwanza. Musa alivyotoka kule katika ule mlima, alishuka na vibao viwili. Katika vile vibao viwili kulikuwa kuna amri, na amri mojawapo ambayo aliipewa, ambayo ni amri ya kwanza, inasema mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ndio ilikuwa ni amri ambayo alipewa, ni amri ya kwanza. Sasa hii amri tunaiona inakuja kutimilika katika kile kitabu cha Mathayo 22. Hebu tufungue ile Mathayo 22:36. Mathayo 22:36, neno la Mungu linasema, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii neno linakuja kutimia katika hiyo Mathayo 22:36. Kwamba amesema amri iliyo kuu ni umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo inakuja kutimia ile amri ya kwanza ambayo Musa alipewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio Bwana anasema kwamba hii upendo ni amri ambayo ni timilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii amri tunakuja kuiona kwenye ile Yohana, tufungue Yohana 13. Yohana 13:30 kuanzia ile mstari wa 34, neno la Mungu linasema, amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, ninyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika safari yetu hii ya imani, upendo ni wa muhimu sana. Kwanza nimeshasema ni amri. Kwa hiyo ni amri kuu ambayo Yesu alitupa. Kwa hiyo ina umuhimu sana katika safari yetu ya imani, kwa sababu tunapokuwa tukionyeshana upendo sisi kwa sisi, kwamba mimi niko katika Kristo, wewe uko katika Kristo, ninaonyesha upendo, na watu wakiona namna hiyo kwamba kumbe ukiwa na Yesu unaona kama uko na ndugu, ukiwa na Yesu kumbe unaona nini. Kwa hiyo watu wataona hilo na watapata ushuhuda ya kwamba okay, kumbe nikiwa katika Kristo hiki ndio ambacho kinaweza kanitokea. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ndicho ambacho kitaweza kunitokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatupasa sisi kwa sisi tuwe na upendo, sisi kwa sisi tupendane. Bwana Yesu asifiwe. Una kazi, wewe ni mwajiri. Yaani umejiajiri, kwa hiyo wewe unakuwa mwajiri. Ina maana kuna watu watakuwa chini yako. Wale watakao kuwa chini yako, umeita watu kwenye interview. Ukionana na mtu mpendwa, hebu hakikisha yule anakuwa first priority. Yaani wewe katika namba yako ya kwanza kwenye CV, mtu unayemchukua kwanza awe yuko katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Awe yuko katika Kristo, kwa hiyo unamchukua yule wa kwanza. Haleluya. Si kwamba hawa wengine hawata qualify, ila unamchukua yule wa kwanza, na huo ndio upendo. Ndio nimewasikia watu wengi sana wanasema mimi huwa napendelea sana upande ule wa pili kwa sababu wanakuwa wanafanya kazi kwa juhudi. No. That is the devil's strategy ya kututoa katika mstari.
Haleluya. That is the devil strategy ya kutotoa katika mstari na kutotoa katika neno ambalo linasema kwamba asiyependa wa kwao ni mbaya kuliko yule ambaye asiamini. Sasa wasio wa kwao sio tu baba na mama yako ndani, hata wale ambao uko nao katika Kristo, uko katika mwili wa Kristo, hao ni ndugu zako. Haleluya. Yesu mwenyewe anasema kipindi kile alikuwa kuna watu walimfuata, alikuwa anahubiri, akasema mama na ndugu zako wako nje wanakusubiri. Kwa alijibuje? Wale alikuwa anawafundisha, wale alikuwa pamoja nao ndio ndugu zao. Kwa hiyo ndugu zako wapo wale ambao wako katika Kristo, na wewe ambaye hautawajali hao ni mbaya kuliko yule ambaye asiamini. Kwa hiyo hata tunapokuwa katika kazi zetu, tunapokuwa katika ajira, tunapokuwa katika kuajiri, anza na hawa. Haleluya. Anza na hawa. Kwani hakuna training ya kuwafundisha watu waelewe? Kwani hakuna training ambayo unaweza kuwafundisha watu kwa wajue ni namna gani wanaweza wakatofautisha muda wao wa kazi na muda wa kusoma Biblia na muda wa kufanya kazi ya Mungu? Unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna excuse ya kusema kwamba mimi ninapenda sana kuajiri watu ambao hawajaokoka. Mimi napenda sana kuajiri watu ambao wako kwenye dini nyingine kwa sababu wanafanya kazi kwa bidii. Hakuna kitu kama hicho. That is the devil's strategy. Yani leo mimi ndio nataka niiseme hii. Kwa sababu wengi sana wamezungumza hadi kwenye social media. Na kwenye mitandao na kila mahali unajua. Kwa hiyo watu wengi sasa wamehamasika kwamba yeye ni Mkristo. Anaacha ndugu zake, wanakesha na kuomba usiku kucha, wanalia wakiomba Mungu awape kazi. Lakini katika kuomba Mungu awape kazi, yuko mtu ambaye anaweza kuajiri lakini hawaajiri. Uone kama wewe ni mbaya kuliko asiamini. Upo humo kanisani, unazungukwa nao hao, na wakati mwingine wewe ndio kiongozi wa hiyo huduma, lakini una mahali pa kuweza kuwaweka watu wakafanya kazi, wakakufanyia kazi, mafungu yao ya wakabariki kazi ya mikono yako, kwa sababu kuna mtu mmoja sasa. Huyu ninatoa tu mfano. Huyu alikuwa hajaokoka, alikuwa na kampuni kubwa sana, na kwenye kampuni yake yani 90% ni walokole, yani wameokoka, wanampenda Yesu, na yeye mtu hajaokoka. Yani sio kwamba anaajiri watu ambao wameokoka, kwamba yeye ameokoka, no, hawa hawajaokoka. Sasa akaulizwa, kwa nini unaajiri watu waliookoka? Akasema, mimi namtegemea Mungu. Mimi najua sijaokoka, sijaipata hiyo neema bado, najivuta, lakini pia sitegemei uchawi wala nguvu ya giza. Sasa ninatakiwa nifanye nini? Na waajiri hawa waliookoka, kwa sababu najua mishahara nayowapa hawa watu wanaenda kupeleka sadaka. Kwa hiyo Mungu atalinda kazi yao. Wanaenda kupeleka fungu la 10, watalinda kazi yao. Lakini hawa watu kwa sababu wameokoka, wataniombea. Kuna baadhi yao hapa wana maono hapa, na wanaona, wanaweza wakaona hatari mbele yangu na wakaomba, na wanawasisitiza waiombee kazi ofisi, waombee kazi na waniombee na mimi. Kwa hiyo anabebwa kwa njia ile ya maombi. Anasema hata kama ninapita kwenye maeneo haya na kusitegemea uchawi, namtegemea Mungu, lakini huyo Mungu mwenyewe sina uhusiano naye mzuri. Sasa nifanyaje? Kwa hiyo akasema nina ajili yao. Haleluya. Sasa wewe ndio unaajiri watu ambao mishahara yako nao walipo wanaipeleka kwa waganga kienyeji, mishahara yako nao walipo wanaipeleka kwenye sijui nini huko, kwenye kufanywa dua mishahara yake. Sasa jamani, haleluya, hebu kwanza nitoke katika hilo eneo. Kwa hiyo ni namna ya upendo. Kwa upendo unaanzia ndani. Haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya hivyo. Hata watu wa dunia wanapotuona wanasema kweli hawa wana upendo. Lakini kwa sababu adui amepiga sana kanisa, wanaanza, yani unaweza kukuta ni kanisa, lakini kanisa limeajiri watu wasiokoka, yani kanisa ndani. Hebu fikiria, yani ni kanisa na kuna watu kule wanaombewa kila siku na wanatoa sadaka.
Wanatoa sadaka wakiamini kwamba kuna kazi watapata, lakini kuna mtu anaweza kufanya usafi wa kanisa. Lakini hao wanaotaka kufanya kazi kwa usafi wa kanisa wanaambiwa wafanye hivyo kama sadaka. Jamani, hiyo ni dhambi. Wanaambiwa wajitolee ila wasioamini walipwe. Hiyo ni dhambi. Kwa sababu hao ambao wanalia na machozi kwa mbele za Mungu, alafu hawapewi kitu hapo hapo kanisani, na wasiomjua Mungu wanapewa, hiyo ni dhambi. Na wala sio upendo. Kwa hiyo yatupasa kusaidiana sisi kwa sisi. Imani pasipo matendo imekufa. Na ukiwa upuna upendo, Mungu anakuona umepunguka. Kwa sababu katika mambo yote linalodumu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia kwenye ile Wakorinto wa kwanza 13:13, neno la Mungu linasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuni upendo. Kwa hiyo upendo una mambo matatu ambayo yanadumu. Vitu vingine vitapita. Unabii utapita. Sijui nini, kunena kwa lugha utapita. Lakini utakao dumu ni upendo. Sio hayo tu, kitakacho dumu ni tumaini, upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na imani. Lakini katika haya matatu, yani imani, tumaini na upendo, upendo ni mkubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inazungumza kwa habari ya haya mambo matatu ambayo yatadumu. Na upendo hauwezi kupita kikomo, hauna kikomo. Upendo huu uko siku zote. Upendo hauna kikomo. Kuanzia mwanzo Mungu aliyoumba mbingu na nchi alitupenda. Lakini alipoona kwamba tumeanguka katika dhambi, akatafuta namna ya kurejesha mahusiano na yeye. Kwa hiyo hapo akaonyesha upendo, akamtoa mwanae mpendwa Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi tukapate kuwa na ukombozi. Kwa hiyo hapo alionyesha upendo. Kwa hiyo upendo uliendelea kudumu na kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukiangalia kwenye hiyo Wakorinto kwanza 13:1, kuna namna fulani upendo ambao umekuwa defined kwenye hii Wakorinto wa kwanza. Yani nisome Wakorinto wa kwanza 13:1. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote niwalishe maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Sasa huu upendo anaoongelea hapa sio charity. Kwenye Biblia ya Kiingereza wameandika charity. Lakini nimeenda kwenye Biblia ya Kiyunani, yani ambazo ndio Biblia za mwanzoni, nikaona Biblia ya Kigiriki, nikaona neno ambalo liko kwenye hii Wakorinto wa kwanza 13:1 la upendo linaitwa nafsi, yani NAFS. Na tukiangalia neno upendo kwenye ile wa Yohana 13:34, ambayo inasema amri mpya nawapa mpendane. Neno hili la amri mpya nawapa mpendane, ambayo ndio amri ya upendo. Sasa hii amri ya upendo kwenye Biblia ya Kiingereza imeandikwa NFFS. Sasa nikaenda kutafuta tofauti ya hii NAFS na NFFS. Ni kwamba haya maneno ni neno moja, yanafanana. Yani yote yanamaanisha upendo, isipokuwa tu yanakaa tofauti kwenye sentence.
yani anakaa, moja inakuwa ni noun, nyingine inakaa kama sio ni adjective au nini, lakini yote inamaanisha upendo. Yani hakuna haimaanishi utoaji, haimaanishi charity kama Biblia zingine za ni sio ni NIV ile au ni King James ambayo inasema kuhusiana na charity. Lakini upendo unaoongelewa hapa ni upendo ule ule ambao umeongelewa kwenye Yohana 13:34. Kwa hiyo upendo ambao umeongelewa kwenye Wakorinto wa kwanza 13:1 ndio huo upendo ambao umeongelewa kwenye Yohana 13:34 ambao tumeambiwa ndio amri kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kwamba ujaposema kwa lugha, ujapofanya kitu chochote, kama huna upendo, wewe sio kitu. Tena hata kama nikitoa mali zangu zote nikawalisha masikini, nikajitoa, nikafanya nini, niungue moto, bado sina upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo tunauona, definition ya upendo imetolewa hapo hapo kwenye Wakorintho wa kwanza 13. Lakini definition kuu ya upendo tunaiona kwa Mungu mwenyewe, pale alipomtoa mwanae mpendwa Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu. Yaani pale alipoitoa nafsi yake ije kuonja ubinadamu huku tunavyoishi, abebe dhambi za ulimwengu, Mungu aliye mtakatifu sana. Yaani huo ni upendo mkubwa sana. Angalia jinsi Ibrahimu pale alivyojaribiwa, maana Mungu aliona huyu tumhesabu ana haki. Alivyoambiwa mtoe mwanao, mchukue mwanao mpendwa, na alikuwa na mtoto mmoja tu, Isaka. Uende ukamchinje, ukamtoe sadaka. Yaani ukamtoe sadaka na maanisha yani ukamuue kabisa. Kwa Mungu, hebu fikiria. Lakini Ibrahimu ile imani alionayo. Sasa Ibrahimu hakuwa na imani peke yake. Ilikuwa imani kuchanganya na upendo. Alikuwa anampenda Mungu. Ndio alikuwa anampenda mtoto wake, lakini alikuwa anampenda Mungu kuliko alivyompenda mtoto wake, kwa sababu ya mahusiano ambao alikuwa nayo karibu na Mungu. Mtoto alimkuta akiwa na mahusiano na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile imani na upendo alionao kwa Mungu na kuamini kwamba kwa sababu Mungu ananipenda, hiki ninachokifanya sio kwa ajili ya kuniumiza, sio kwa ajili ya kunifanya nijisikie kwa namna yoyote mbaya. Kwa hiyo ninaamini Mungu anaenda kutenda. Kwa hiyo akatoka akamchukua mtoto akaenda akamchinja, akamweka ile amchinje. Mungu akafanya njia. Akasema nimegundua imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo tunaweza tukaudefine pia kwa namna hiyo. Kwa namna ile ya kupenda na kuamini na kujitoa. Haleluya. Kuamini na kujitoa. Hiyo ndio namna ambayo tunasema ni namna ya upendo. Kwa hiyo hata kama upendo sio kutoa tu vitu kuwapa watu, kwa sababu unaweza ukawapa watu vitu lakini ukawa bado huna upendo. Sijui kama bado hapo naeleweka. Hiyo Wakorintho wa kwanza hiyo inavyomaanisha kwamba ninaweza nikaamua nitoe vitu vyangu nikawape maskini, lakini haimaanishi nawapenda. Inawezekana ninatoa labda tu kwa sababu nawaonea huruma. Huruma sio upendo. Ninatoa labda kwa sababu ninataka kupata cheo, au nataka ninagombania nafasi fulani watu wanione. Ninatoa kwa sababu labda ninaendesha taasisi fulani na wadhamini ndio wameleta hela hivyo, kwa hiyo 10% au 20% ndio naipeleka kule ionekane nimepiga picha pale, video nini inaonekana kwamba na mimi nimesaidia watu ile hela, lakini kuna hela nimeweka mfukoni. Huo bado si upendo. Haleluya. Lakini upendo uko ndani kabisa, kile ambacho una feel kwamba hautakabali, haujivuni. Kwa hiyo hata kile ninachokifanya si kwamba baada hapo nitaanza kujivunia kwamba mimi ndio nimefanya. Sio kama tunaelewa. Unavumilia, unafadhili, hausudu, hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Kwa sababu mtu ambaye unampenda unajikuta yani mabaya yanaondoka kama Mungu anavyotupenda. Mungu anatupenda kiasi ambacho kwamba ukimkosea sasa hivi ukapiga magoti chini ukajuta kwa ajili ya kile ambacho umekifanya na kuamaanisha kwamba unakiacha.
Mungu anasema nakusamehe. Anasema ninasamehe dhambi zako, ninasamehe maovu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio tunaona namna ya upendo. Kwa hiyo watu wengi wao wanachanganya kati ya upendo na masaidiano. Upendo na masaidiano. Yaani upendo, kuna wakati mwingine upendo unaweza usiwe defined kabisa. Yaani kuna wakati mwingine upendo unaweza usionekane kabisa, ingawa upendo pia unaendana na matendo, kwa sababu neno la Mungu linasema imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo upendo, imani na tumaini huwa vinaendana pamoja. Imani, tumaini, upendo vinaendana pamoja. Kicho kikubwa hapo ni upendo. Unaweza ukavitofautisha, lakini wakati mwingine vinakuwa vigumu sana kutofautisha. Sijui kama naeleweka. Yaani wakati mwingine inakuwa ngumu sana kutofautisha kati ya imani, tumaini, upendo. Haleluya. Kwa sababu unapokuwa na imani, pendo lako kwa Mungu ni kuu. Sijui kama naeleweka. Pendo lako pia kwa Mungu ni kuu. Imani ya Ibrahimu aliyoibeba ile imani ilisukumwa na upendo. Haikuanza hivi hivi. Ile imani ya kwamba naenda kumtoa huyu mtoto ilisukumwa na nini? Na upendo alionao kwa Mungu wake. Kwa hiyo imani hata wewe utoaji inasukumwa na upendo ulionao kwa Mungu wako. Pale unaposema ninaenda kumtolea Mungu, mtumishi huyu amesema kwamba tuna mahitaji 1, 2, 3 katika hii huduma. Kwa sababu ya upendo nilionao kwa Mungu, ninaenda kutoa kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya upendo nilionao kwa nani? Kwa Mungu. Ninaenda kufanya kwa imani. Kwa hiyo ile imani yako inasukumwa na upendo ulionao kwa Mungu. Ukiamini kwamba ninachoenda kukitoa namtolea Mungu. Wala siende kumtolea mwanadamu, wala siende kumfaidisha mtu. Kwa hiyo ile imani yako inaanza kuhesabiwa haki. Na ikishahesabiwa haki inamaanisha unaanza kupata haki za kimbingu, zile ambazo Mungu tayari ameshatuahidia kwamba utapewa. Unaenda kuzipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nini? Ya upendo. Na unakuja na tumaini kwa sababu unapoweka sasa utoaji wako na maombi. Unaomba kwamba Mungu, ninaomba ukutane na mimi. Inamaanisha unatumaini tayari ya kwamba ninatumaini, ile imani na tumaini inakuwa pamoja, kwamba ninaamini kwamba nilichoomba Mungu kwamba natoa hiki, ninaomba ufungue uchumi wangu, kutana na mimi katika uchumi wangu. Kwa hiyo wewe unaamini na unatumaini kwamba Mungu ataenda kukutana na wewe kwenye nini? Kwenye uchumi wako. Mungu ataenda kukutana na wewe kwenye nini? Kwenye biashara yako. Mungu ataenda kukutana na wewe nini? Kwenye nini? Kwenye kazi yako. Kwa hiyo unakuwa na ile imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nimesema kwamba imani inaendana na matendo sawasawa. Okay. Unapoona uhitaji, unaona uhitaji kanisani, unaona uhitaji kwa majirani zako, watu walio ambao uko karibu yako wana uhitaji. Imani yako, ule upendo ulio ndani mwako, kwa sababu upendo, sijui niseme hivi, upendo haujagi tu kwa watu unaowajua. Na unapotoa kwa upendo ni kwa sababu umeanza kumpenda Mungu kwanza. Sio kwa sababu unampenda yule mtu. Kwa sababu unampenda Mungu kwanza. Ndio maana tunaambiwa unapotoa hata mkono wako wa kushoto usijue unafanya nini. Mkono wako wa kulia usijue unafanya nini. Maana usipige panda waambia watu, nimetoa. Jamani nimetoa, jamani nimetoa. Mkono wako wa kuume usijue, kwa sababu ukisha sema everywhere kwa kila mtu, inamaanisha wewe ulikuwa unataka kujitukuza. Si kwamba ni upendo, bali kuna ajenda yako binafsi ulikuwa unataka kuisukuma. Lakini unapokuwa unamtolea Mungu, unapokuwa na pendo ndani yako la Mungu, kuna jicho la Mungu linakuja ndani yako na linakuambia fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatujui kwa nini Mungu anasema fanya. Wakati mwingine Mungu anasema fanya, ana sababu zake.
Wakati mwingine sio kwamba unayemwambia, unayempatia anataka au anahitaji hicho kitu. Lakini Mungu atakwambia tu mpatie kitu fulani, hebu mpe mtu huyu simu. Lakini kila ukimwangalia yeye ndo ana smartphone nzuri kuliko ya kwako, kwa nini mpe simu? Umeona? Lakini basi unatii. Wewe unatii, unampa ile simu. Lakini kuna sababu ya kwa nini Mungu anakuambia, kwa sababu pia kuna baraka ya kuwabariki walio navyo. Yule mtu atashuka chini sana, anaanza kujifikiria na kusema wow, yani huyu mtu yeye hana simu lakini amenipa mimi. Hebu na mimi nitafute kitu cha kufanya. Hebu nitafute nini anahitaji huyu. Unashangaa na kuletea gari, kwa sababu gari kwake ni kitu kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anakutana na ule uhitaji wako wa gari. Ulikuwa ukiomba muda mrefu, mumemtii Mungu kumpelekea yule mtu kiswaswadu, wakati yeye ana Samsung sijui smartphone likubwa ile, sijui ni simu gani tuseme hizi za siku hizi za toleo la sasa hivi ma iPhone ana iPhone sijui iPhone ngapi sasa hivi, sasa sifuatiliagi sana sio mtu sana wa fashion. Kwa hiyo sijui ana iPhone gani huko, wewe unampelekea kale kasi, na Mungu anamjua moyo wake yule mtu. Kwa hiyo anaichukua ile simu, anatafakari, yani wewe kaniletea simu. Kwa sasa anakuwa sasa macho yake tayari anakuwa anakuangalia wewe, anakutafakari. Unakuwa sasa umeshaugusa ule moyo wake. Baada ya kugusa ule moyo wake, anaanza kufikiria, kuna kigari hapa kilikuwa kinanisumbua, mimi nilikuwa nataka nimpe mtu. Naona kama kinamsumbua, lakini wewe kwako mpya. Kwa hiyo nakwambia, jamani, mimi nimeona nikubariki tu na gari, badala mimi kusema niuze, kwa nini simpe mpendwa mwenzangu? Yaani kuna vitu kama hivyo ambavyo watu wengine wao wanaonaga kama havitokeagi katika maisha, lakini vinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na namna fulani ya kufuata vile Roho Mungu anakuambia ndani yako, umesikia Mungu anakugusa kufanya jambo kwa ajili ya mtu, fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pasipo na upendo ni dhahiri kuna dhambi. Kwa sababu kama upendo ni amri, inamaanisha kama hakuna upendo kuna dhambi. Haleluya. Kwa hiyo tusije kushangaa tuonane mbinguni kwa sababu tu upendo, alafu ukakutana na watu ambao ulifikiri hawana upendo wako mbinguni, kwa sababu wewe ulikuwa na definition yako ya upendo, lakini wao wana definition yao ya upendo ambayo ndio imeingiza mbinguni, ambayo hiyo definition inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Na amri ya pili, umpende sasa jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Sasa wewe nafsi yako unajipendaje wewe? Vile unavyotakiwa kumpenda mwingine, vile unavyojipenda. Kwani wewe unajipendaje? Wewe unajipendaje? Unajipenda ukihakisha kuna kama mwili wako una njaa unahakisha nimekula. Si ndio unavyojipenda? Unajipendaje? Unahakikisha unajipenda, unatafuta namna ya wewe ukalale sehemu yenye kitanda, kama haina kitanda lakini ulale sehemu nzuri. Ndio namna ya wewe kujipenda, si ndio? Namna ambavyo unajipenda kwenye nafsi yako ni kwamba yani kile ambacho ni wewe, kile ambacho unajifanyia, sio kile ambacho mtu mwingine anakufanyia. Ila sio namna ya vile ambavyo unataka mtu akufanyie, sio namna ya vile kwamba labda utaki mtu akutukane, hataki mtu akupige, hataki mtu akuabuse, hataki ila ile namna ya wewe ndani unavyojipenda. Unajipendaje? Ina maana unajipenda sasa na nafsi yako. Kuna wengine kila mtu ana definition yake namna anavyojipenda. Mwingine hapendi akae bila nywele zake kuhakisha akazisuka. Hiyo anapenda hivyo nafsi yake. Kwa hiyo unatakiwa pia umpende na mtu mwingine kwa namna hiyo. Si ndio? Unaipenda nafsi yako kwamba usipatwe na mabaya. Kwa hiyo hivyo ndivyo unatakiwa umpende na mtu mwingine. Lakini katika yote lazima Mungu awe wa kwanza.
Kwa hiyo tunaweza tukawa na haya yote yatapita. Ukawa unanena sana kwa lugha, ukawa unatoa mali zako zote, unaenda kwa hapa maskini, vyote nini unapeleka. Unasema ujitoe mwili wako, yani najitoa mwanga. Lakini Mungu bado anakuona huna upendo, kwa sababu vyote katika vyote hivyo unavyovifanya hauna definition ya huo upendo. Yani sijui kama ninaeleweka au nakuchanganya. Yani katika hivyo vyote unavyovifanya bado hakuna definition ya ule upendo, ambayo inaanza kwanza kwa kumpenda huyu Mungu. Alafu unapokuja kumpenda jirani yako, what is your motive? What is your motive behind it? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kwanza kupendana ndani, sisi wenyewe kwa sisi. Upendo wa ndugu kwa ndugu, kama Bwana Yesu alivyosema kwamba usipowapenda hao wa ndani. Yani mimi naendelea kusisitiza hivyo kwa sababu kanisa la sasa hivi tumekuwa watu wa ajabu sana, kiasi ambacho tunalaumiana hata humu ndani ya kanisa, ndani ya ibada tunalaumiana kwa sababu tumekuwa watu wa nini? Wa ajabu. Hatuna upendo. Kwamba mtu una jambo unataka kulifanya ambalo linaenda kuwabariki watu, linaenda kumbariki mtu, lakini unaenda kalifanya nje ya kanisa, wakati ndani ya mle ya kanisa kuna watu ambao wanaweza wakafanya. Kwa nini usianze kuwabariki hao? Kwa nini usianze kuwapa hao? Si wapi hawa kwa sababu wanaweza waka-abuse, wasikifanya hiki unachokifanya. Hiyo ni wewe unahisi. Wewe unahisi hivyo. Labda kama unakuwa na ajenda zako za siri, kwa hiyo utakaji watu wajue kwamba wewe ukiwa kanisani unajifanya una smile, lakini ukiwa na watu wengine wewe ni nunda. Uone kama hata ukiwaajili hao watu Mungu atashape character. Atashape character yako. Uone kama ukifanya hicho unachokifanya na hao ambao wako katika Kristo utasaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo ninakusii upate kujua namna ya upendo. Na nimeshaeleza kwamba upendo sio kutoa peke yake. Na wala upendo kama hapa neno la Mungu linavyosema kwamba kama sina upendo wewe, mimi sio kitu. Kama sina upendo mimi sio kitu. Kwa hiyo unaweza ukajiona kwamba wewe ni mtu wa kupeleka sana misaada, lakini una upendo. Kwa nini una upendo? Una upendo kwa sababu ya motive yako behind. Wewe ukiwa unatoa na kupeleka hiyo misaada, una kitu gani nyuma yako? Ni nini kimekusukuma? Kuna feeling yoyote imekusukuma ndani ya upendo, ambalo ndio tunda la Roho? Kama kuna Roho ndani yako, ndio ambaye amekusukuma. Wewe unahitaji tu publicity, uonekane. Kwa hiyo wewe ndio hiyo unaita kwamba ni upendo. Au unasema watu hawana upendo. Hawana upendo kwa sababu wewe unataka upewe. Wewe unatoa. Wewe unatoa. Unataka utembelewe, wewe unatembelea. Kwa sababu utasema definition yangu mimi ya upendo ni kutembelewa. Anza wewe kuifanya. Yaani upendo unaanzia na wewe hapo nafsini mwako. Ulivyo unavyojipenda ndivyo unavyotakiwa kufanya kwa wenzio. Sio wale wanavyo, yani sio wewe unavyoona watu wanatakiwa kupenda ndio wakupende wao hivyo, ila wewe unavyojipenda, unavyojiona nafsini mwako, unavyo define upendo wako, ndivyo unavyotakiwa kufanya kwa wale. Yani ndio maana yake. Kwamba unatakiwa kufanya kwa sababu mfano kama mimi ninaweza nikasema kulingana labda na background yangu na malezi yangu ambayo nimelelewa, au nilivyozaliwa, au Mungu tu jinsi alivyoniumba, au kwa jinsi tu ya makuzi, nisipompigia mtu simu, yani haimaanishi kwamba simpendi. Yani hiyo kwangu hiyo, yani si ndio ya yani hiyo definition ya kwangu, yani kwamba nisipokupigia wewe simu, nisipokucheki na kusema hello,
yani haimaanishi kabisa kwamba sikupendi. That is my definition. Lakini kuna definition ya mtu mwingine ambaye anasema ili nione kwamba fulani ananipenda, anatakiwa anipigie simu. Kwa hiyo kama wewe definition yako ni hiyo, unatakiwa wewe ndio uifanye. Yani wewe ndio unatakiwa sasa ufanye hivyo. Wewe ndio uanze sasa kupiga hizo simu. Ukifanya hivyo watakurudishia wao na wao watafanya kama wewe unavyofanya. Ikiwa mimi definition yangu ya upendo ni kutembelea watu. Okay? Nimeshazoea, nimeonyeshwa hiyo upendo toka mdogo kwamba nikienda nikawatembelea watu kwao wanakoishi. Natembea, naenda leo wiki ya kwanza, naenda wiki ya pili, naenda kuwatazama, naenda kuongea nao. Hiyo ndio definition yangu ya upendo. Sasa badala ya mimi kudemand hiyo ndio ifanyike kwangu, natakiwa mimi niifanye. Yani nianze kumpenda mtu sawa sawa na nini ninavyojipenda mimi. Kwa hiyo nataka mimi nianze kwanza kuifanya kile ambacho nakiona ni upendo. Kwa hiyo ninaenda kukifanya kwa yule mtu. Nikisha kifanya kwa yule mtu atarudisha tu. Na yeye atafanya. Either atafanya kwangu au atafanya kwa mtu mwingine, au atarudisha namna nyingine ya upendo ambao yeye pia anayo. Lakini itakuwa inaendana hapo hapo katika kutembeleana au hapo hapo katika kutoa. Ataifanya. Mwingine anaona kama vile ili mtu aonekane ananipenda anatakiwa nipe chakula. Yani hiyo ndio namna yake ya upendo, kwamba tunapokuwa mezani tunakula, nategemea kuna mtu atanipakulia cha kwake kidogo afu ananiongezea kwenye sahani yangu. Hiyo ndio definition yake ya upendo. Yani anaona kama vile sasa mbona watu wanakula hapa mezani yani hata hawashei. Yani hao hawana upendo, anasio naishije. Sasa wewe ndio definition yako ya nini? Ya upendo. Kama wewe mfano kama Wachina huwa wakila, labda wewe unaangalia sana, kama unaangalia labda ni movies za China au unaangalia hizi matangazo ya Wachina, utaona wakati wanakula kabla hajapakua, yeye hajaanza kula kile chakula, akishakipakua kiko watu wote wanapakua, lakini bado atatoa kiasi kimoja, kama ni kiazi anamwekea jirani yake, chukua hicho kiazi, anamuongezea. Kama alikuwa ameweka paja la kuku, anachukua kutoka kwake anamwekea paja la kuku, afu anaendelea anaanza kula. Kwa hiyo huo ni utamaduni wao na ndio namna yao ya kudefine upendo. Kiasi ambacho mtu mwingine asipofanya anaona nini? Hampendi. Sasa wewe kama hiyo ni definition yako ambayo ukichukua hiyo definition ukaipeleka katika makabila mengine, wanakushangaa kwa nini wewe umepakua chakula chako alafu unanipa chakula ulichokipakua kwa nani? Kwa hicho kijiko chako. Kwake unakuwa sio nini? Sio upendo. Kuna wengine watu wa Indians wao definition ya upendo, anataka achukue chakula kwa mikono yake, sio kwa kijiko. Kwa mikono yake akichukue alafu akulishe mdomoni. Anaona amekupa upendo. Lakini ukija kwa Mtanzania eti unashika chakula kwa mikono, anasema naona kinyaa. Anaona haitaki kushika kwa mkono. Afu tena uchukue kwa mkono, afu unipe kwenye mdomoni. Unaona? Kwa hiyo wao hiyo ndio definition yao ya nini? Ya upendo. Nafsini mwake anavyoona hivyo ndivyo anavyotakiwa kupenda na anavyotakiwa kutoa upendo kwake. Kwa hiyo kuna definitions mbalimbali, na sasa kuna namna ambayo inaweza ikawa sio ya kitradition, ikawa ya kibinafsi. Sasa wewe mwenyewe unavyoona unatakiwa mtu akufanyie vile, ndio unavyotakiwa kuvifanya sasa kwa watu. Na hicho ndicho ambacho kinakuwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini utakuwa umenielewa vizuri sana kwa habari ya upendo na safari tulionayo ambayo ni safari ya imani. Kwa hiyo upendo una nafasi kubwa sana katika safari ya imani, kwa sababu ni amri ambayo tunatakiwa kuitekeleza. Ni amri ambayo tunatakiwa kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kuna kitu ambacho Mungu amezungumza na wewe. Kuna kitu ambacho Mungu amesema na wewe siku ya leo, na umepata ufunuo. Umepata ufunuo kuelewa nini maana ya upendo, na najua kutakuwa kuna kitu ambacho kingine umekipata ambacho utaenda kukitumia zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninakushukuru, ninakukaribisha tena siku nyingine ukapate kujifunza neno la Mungu. Tutakuwa na somo jingine zuri sana. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.